natamani niende kidogo kidogo ili uweze kuelewa ni nini ambacho Mungu ametupa. Nini ambacho Mungu ametupa. Sasa kuna vitu, nini maana ya kufuata? Nini maana ya kufuata? Somo nasema nguvu ya kufuata. Kufuata maana yake ni nini? Kufuata maana yake ni nini? Okay. Kuna mambo matano ambayo yanatupa maana ya kufuata. Kwenye swali linalofuata hapo, maana ya kufuata, kuna mambo matano yanatupa tafsiri ya kufuata. Haleluya. Jambo la kwanza, kufuata ni kuiga. Imitation ni kuiga. Kufuata ni kuiga. Kufuata ni kuiga. Kufuata ni kuiga. Ndio jambo la kwanza. Kufuata ni kuiga. Kufuata ni kuiga. Kufuata ni kuiga. Nakumbuka kipindi niko shule ya msingi, sitasahau mpaka leo. Alikuwepo mwalimu mmoja alikuwa anafundisha hesabu. Alikuwa ni mfupi tu, mweupe. Na alitukuta tulikuwa tuko darasa la 5, tunaenda la 6. Yule mwalimu wa hesabu alikuwa akipangilia hesabu zake ubaoni. Nilikuwa najisikia vizuri kumfuata jinsi anavyopangilia hesabu zake. Kwa nilijikuta kwamba namna ambavyo nilikuwa napanga hesabu kwenye daftari, nilihakikisha kwamba napanga kama yeye anavyofanya. Kwa maana nyingine nilikuwa na imitate kila ambacho yeye alikuwa anakifanya. Kwa hiyo nikajikuta kwa kupendezwa naye, hata aina ya mwandiko nikajikuta najaribu kuandika kama anavyoandika, jinsi anavyoumba yale maneno, zile silabi anavyoziumba. Natamani niumbe kama yeye anavyoumba. Lakini pia ilienda mbali zaidi, jinsi alivyokuwa anatembea. Nafikiri kuna namna fulani wewe kupitia hiyo hali ulipokuwa shule ya msingi, nafikiri ya kwamba kuna aina fulani ya walimu ulikuwa unatamani hadi miandiko yao, unajifunza jinsi anavyoandika. Kwa hiyo unapoimitate au unapomfuata mtu kufanya kitu fulani, unaiga kwake. Na ndio maana ukiangalia praise and the worship team, hizi nyimbo ambazo wameziimba leo sio nyimbo zao, hawajazitunga wao. Kuna mtu ambaye alitunga hizo nyimbo, lakini wanachokifanya wana imitate, wanafanya kama alivyofanya yeye. Swali, je, tunabarikiwa tubarikiwe? Tunabarikiwa, umeona? Tunabarikiwa. Lakini ukiangalia kuna muda wameutumia kusikiliza ni nini ambacho mwimbaji alikuwa anakiimba. Kama ni kupanda na kushuka, anajua napandaje na shukaje. Kama ni yale mawimbi ya sauti, anajua anafanyaje. Unajua ni nini? Ni kwa sababu wanajaribu kuimitate kile alichokifanya yule. Ni kweli kwamba hawezi wakaimba kwa kiwango kile ambacho anakifanya yule, lakini wanajaribu kuimitate. Kuna wengine wameenda mbali zaidi, unajikuta kwamba anaenda zaidi ya yule aliyokifanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo ukienda kwenye mitandao ya kijamii, kuna kaupepo fulani kanapita, wanajaribu kuimba kama, yani wanaweka sauti ya Rose Muhando, wanajaribu kuigiza Rose Muhando alivyokuwa anafanyaje, anaimba. Sio tumeshawahi kuona unakuta ni mama, yani unakuta wanajaribu kuimba kama hata ile hasa ile ya shetani ameanguka ameanguka pu. Unakuta wanaimba wanaruka, baadaye ameanguka pu na wao wanaanguka pu. Wanajaribu kuimitate, wanajaribu kufanya kile ambacho Rose Muhando alikifanya. Na hiyo ndiyo nguvu ya kufuata. Kwa kufuata, maana ya kwanza ni kuiga, to imitate, anaiga. Ndio unajikuta kwa mfano mtoto wa darasa la kwanza la chekechea pale, mwalimu akisema a na yeye anasema a, akisema na yeye anasema anaiga kila ambacho mwalimu anamwambia akiseme.
Ndiyo maana ya kuiga. Lakini maana ya pili ni kujifananisha na mtu mwingine. Yaani sio wewe, lakini unatamani ufanane na huyo mtu mwingine jinsi alivyo. Ufanane. Na ndiyo maana wakati mwingine unapotaka ufanane na yule mtu jinsi alivyo, lazima tutaangalia huku mbele. Tutaangalia sifa za kumfuata mtu wa namna hiyo ili usije ukakosea. Lakini maana ya tatu ni kuiga kitu fulani kwake. Unaweza usichukue yote, lakini ukachukua kitu fulani kwake kizuri. Unasema hiki nakiiga kutoka kwake. Kwa kinakuwa ni sehemu ya huduma yako, ni sehemu ya shughuli zako. Angalia namba 4, kufuata maana yake ni kuzaa. Ni kuzaa. Unazalisha kile ambacho yule mtu alikuwa nacho, kinakuja kwako, kinazaliwa kwako, unakizaa kingine. Kwa kufuata ni kuzaa. Ni kuzaa, you give birth. Lakini pia maana ya mwisho ni kufikia kiwango cha mtu mwingine, yule uliyemfuata. Unatamani ufikie kiwango chake. Unatamani ufikie kiwango chake. Na kama hujafikia kiwango chake, huwezi kuacha kujifunza. Unazidi kujifunza mpaka ufikie kiwango chake. Hiyo ndio nguvu ya kufuata. Mpaka ufikie kiwango chake. Okay, naomba tusogee kwenye slide inayofuata tena. Mtoto hutumia nguvu ya kufuata. Mara nyingi sana mtoto anapojifunza anatumia nguvu ya kufuata. Anafuata nini? Anapojifunza lugha mpya, anafuata. Ukimwambia kwamba njoo, naye tuanza kusikia njoo. Hata kama ataisema njoo vizuri, ana njoo, maji anafuata kile, hata kama hajawa na uwezo wa kitamka kama unavyokitamka wewe, lakini kinakuwa na maana ndani yake. Na ndio maana kama hujakana wewe mtoto anayefuata kwa mama yake, kwa baba yake, kuna baadhi ya misamiati huwezi kuielewa. Anasema wewe kama ni mgeni pale unaweza usielewe, lakini yule ambaye yuko naye anajua huyu anataka maji. Anataka maji. Mtoto anaweza kaza anasema mama naomba ninyonye. Nyonyo. Hivyo anajaribu kufuata. Na ukiangalia ile misamiati anaipata kutoka kwako. Anaipata kutoka kwa wale wanaomzunguka. Ukiona kuna familia wanatoa matusi, watoto wale watakuwa ni wazuri kwenye matusi. Anafuata yale matusi unayotokana pale nyumbani. Ukisikia mtoto anasema, mzazi anasema lione kichwa kama cha nani, uwe na kwamba yule mtoto kuna siku atamwambia mwenzake lione kichwa kama bakuli. Amefuata kutoka kwako. Ndio maana kuna nguvu kwenye kufuata. Kuna nguvu kwenye kufuata. Chochote unachokifanya ujue kuna watu au kuna mtu anaweza kuwa na kufuata. Lazima uwe makini sana. Anapojifunza kuandika anafuata. Walimu wanaelewa. Mtoto aweze kaanza chekechea akaanza kumwandikia baba anasoma, baba analima. Hawezi, utagombana naye sana. Ataanza kujifunza kuandika kwanza. Anashikaje penseli? Ndio maana wakati mwingine penseli anaweza kaishika kama mtu hivi. Na haoni shida, anaanza kuandika hivi. Na wala haoni shida. Kwa nini? Kwa sababu anajaribu kufuata, kwamba anaangalia hii kalamu kuishika hivi mbona ni kazi? Nikishika hivi ngoja nione na kazi. Anafuata, a power of following. Lakini pia anaona halafu anafanya. Yaani jambo la kwanza kwenye kufuata lazima mtu aone. Akishaona anafuata kile alichokiona. Huwezi kufuata kitu ambacho hujaona. Lazima kwanza ukione ndipo ukifuate. Unakumbuka kipindi Yesu anawatuma wanafunzi wake waende wakaandae Pasaka. Yesu aliwaambia hivi, mtakapofika mjini mtakutana na mwanaume mmoja amebeba mtungi wa maji, huyo mfuate. Walipomwona mwanaume amebeba mtungi wa maji, wakakumbuka ndio ishara ambayo Yesu aliwaambia. Kilichofuata nini? Ni kufuata. Walimfuata mpaka pale alipoishia. Oh, haleluya. Kwa hiyo unaona unafuata. Unafuata. Sasa zipo kanuni 9 za kufuata.
Na leo nataka nizungumzie kanuni moja au mbili kutokana na muda. Tunaweza kupitia kanuni moja au mbili, lakini ziko kanuni 9 za kibiblia za kufuata. Zipo kanuni 9. Sasa naomba nikupeleke kanuni ya kwanza kabisa, kanuni 9 za kufuata. Naomba nikupeleke kanuni ya kwanza. Kanuni ya kwanza ni kwa kumfuata Mungu. Kwa kumfuata Mungu. Ili uweze kufanikiwa katika nguvu ya kufuata, lazima kwanza umfuate Mungu, kwa sababu Mungu ndo mwanzo na mwisho, ndo Alfa na Omega. Yeye ndiye mwenye tunayemfuata kila kunako kucha. Kwa kama unataka uwe ni mtu mzuri kwenye kufuata, hakikisha kwanza unamfuata Mungu peke yake kwanza. Mungu peke yake kwanza. Ona maandiko yanavyotuambia kwenye kitabu kile cha Waefeso 5:1. Waefeso 5:1, tafsiri ya Swahili Union Version ya kawaida tu. Waefeso 5:1. Maandiko yanasema hivyo mfuateni Mungu. Umeona? Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mimi na wewe tumeagizwa kumfuate Mungu kama watoto wanaopendwa. Kwa hiyo kanuni ya kwanza katika nguvu ya kufuata ni kumfuata Mungu mwenyewe. Unapopata uwezo wa kumfuata Mungu mwenyewe, huku mbeleni utaona faida yake. Utaona watu ambao walimfuata Mungu na wakapata matokeo makubwa, na wakabaki sio watu wa kawaida, wakabaki wanafanya mambo makubwa. Kwa nini? Kwa sababu walielewa nguvu ya kumfuata Mungu. Ngoja nikwambie kitu. Hapa unapokuja kanisani haumfuati mchungaji. Unapokuja hapa kanisani haufuati kanisa la Disciples Community Church. Unamfuata Mungu. Yeye ndio kila kitu. Oh, haleluya. Kama watoto wadogo, nenda kwenye sehemu inayofuata uone kwamba kwa nini anasema kama watoto wanaopendwa. Tunamfuata Mungu kama watoto wanaopendwa. Mtoto anapompenda baba yake au mama yake, anajifunza kufanya vile ambavyo baba na mama wanafanya, kwa sababu anampenda baba yake, anampenda mama yake, anafuata kile anachokifanya. Angalia kwenye Yohana 3:16, maandiko yako wazi kabisa. Yanasema hivi, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu, alitupenda sisi wote. Alipenda ulimwengu wote, makabila yote, weupe kwa weusi, wote, hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Umeona nguvu ya kufuata Kwa unapomfuata Mungu kama kwenye Waefeso 5:1, kwenye saidi ya nyuma pale, angalia maandiko yanavyosema. Waefeso 5:1, hivyo mfuateni Mungu kama watoto. Kwa hiyo tunamfuata Mungu wetu sisi kama watoto. Tunamfuata Mungu kama watoto. Hatumfuati Mungu kama watu ambao ni senior. Tunamfuata Mungu kama watoto. Kila mmoja anatakiwa mfuate Mungu. Haijalishi cheo chako, haijalishi hali yako, haijalishi Mungu amekubariki mpaka wapi, unatakiwa umfuate kama mtoto. Umfuate Mungu. Na unaponyenyekea katika level ya kuwa mtoto, una uwezo wa kufuata vizuri. Tafiti zinaonyesha ya kwamba mtu mzima inamgharimu kujifunza lugha mpya. Leo hii Mama Boke ni Mkuria, nikimpeleka kule Kigoma jifunze Kia, itamchukua muda mwingi sana. Na ataona ni uzembe, atapata uvivu kwanza, kwa sababu ni umri wake umeenda. Leo tukimchukua Itobea tukasema tunakupeleka China ukajifunze Kichina, atapata shida sana. Lakini tukimchukua Saria tukampeleka China, ndani ya miezi kadhaa ameshajua ashajua. Kwa nini? Kwa sababu ni kama mtoto. Watoto wanajifunza lugha kwa wepesi mno, wanadaka mno, wanauelewa sana. Ndio maana mtoto mdogo ukimpeleka hapo, ukampeleka kwenye media hizi media school, hizi shule hizi, ataongea Kiingereza kilichonyoka. Achana sisi Viingereza ambavyo tumesoma kwenye shule hizi za Kayumba, zimepinda kama nyoka. Sio, unaelewa? Mimi wana wakati mwingine naongea Kiingereza, watoto wananikosoa.
Sasa unasemaje hivyo baba? Unasemaje hivyo? Unasema good morning, unasema good morning. Ndio vitu gani hivyo? Unaona? Kwa sababu ni wao wanadaka, wanajifunza mpaka zile toni vizuri. Unajua kwa nini? Kwa sababu ni watoto. Mimi hata nijilazimisheji na kuwa ni ngumu mno. Mimi wakati mwingine mpaka mama wananiambia, unajua ukaona bila wakati unaongea lafudhi kama vile ya kia tu kule. Yaani hata unaongea lafudhi tu ya kia. Kwa sababu nimezaliwa kweli, nimekulia kule kwa naongea kia. Kwa najikuta hata Kiswahili chenyewe kikiangalia hakina ladha. Kimejikunjamana hivi. Kwa nini? Kwa sababu nimekuja kukiongea vizuri ukubwani. Sio, unaelewa? Siwezi nikaongea Kiingereza kama mtu wa pwani ambaye anaongea mpaka unatamani usinzie unasikiliza. Yeah. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kwamba nguvu ya kufuata, unapojinyenyekesha ukawa kama mtoto mdogo, unaweza ukamfuata Mungu na ukamuelewa Mungu. Lakini unapojifanya ni senior, ya kwamba unayaelewa, ya kwamba wakisema tunaenda kujifunza kitabu cha Mathayo, ukasema yani kitabu cha Mathayo nimeshakisoma karibia miaka yote 10 na kielewa kiko hapa. Umeshafeli tayari. Mtoto haelewi kila kitu. Na mtoto akikosea wala haoni shida. Akichapia haoni shida. Anajua utamkosoa. Kwa hata wewe unapokuwa kama mtoto, unapokuwa umechapia mbele za Mungu, baba anajua kwamba umechapia, anakusahisha. Anakuelewesha. Anajua kwamba wewe haujaelewa bado. Lakini ukijifanya senior, mwambie mwenzao ukijifanya senior huwezi kuelewa. Ukijifanya mkongwe kwenye wokovu huwezi kuelewa. Yeah. Na ukitaka kudhibitisha hiyo, angalia tu kidogo tu. Angalia kidogo tu. Wewe una miaka 5 umeokoka, ni lini umemvuna mtu akaja kanisani? Kuna mwingine mpaka mwaka mzima, hata miaka 3 imeshaisha. Hakumbuki ni lini alimleta mtu kanisani hapa kaokoka, hakumbuki. Kwa nini? Kwa sababu ni mkongwe. Angalia wale ambao wameokoka juzi, ni wavunaji wazuri wa nafsi. Ni wavunaji wazuri wa nafsi. Yaani wanawashuhudia watu hawaogopi. Ni watoto wale, yaani hawaogopi. Kumwambia mtu habari njema, wewe okoka, wewe haogopi. Lakini mtu ambaye anajifanya ni senior, anaenda na vifungu vingi mno. Unamfunulia mtu vifungu hata Biblia yenyewe hataielewi. Umekazana Mathayo 5:5 inasema hivi na hivi. Wagalatia ngapi inasema hivi na hivi. Unamchosha bure. Ndio maana unakuta mtoto mdogo akaenda, mtu ambaye ameokoka juzi hata Biblia hazijui, lakini anawaleta kwa Yesu. Ama Yesu anakupenda, wewe njoo ukoke tuone. Yaani kanisani kwetu, Mungu anatuhudumia, Mungu anaonekana. Hayo tu yanamleta mtu kanisani. Wewe pamoja na kwamba umeenda na madoctrine, umeenda na vifungu vimekaa vimelala hapa. Angalia, hatuna vifungu. Mungu anataka matokeo. Anataka ulete matunda. Anataka umvunie Bwana mavuno. Lakini ukijifanya senior, huwezi kumvunia Bwana mavuno. Huwezi kumleta mtu kwa Yesu. Maandiko yanasemaje? Enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Umemleta lini? Umemleta lini? Kwa sababu wewe ni senior. Unajifanya wewe unajua kila kitu, upate huo mzigo. Mungu atupe hiyo neema katika jina la Yesu. Bwana tusaidie sana. Naomba tuende sehemu inayofuata. Nitamtafutaje sasa Mungu? Nitamtafutaje Mungu? Yapo mambo 5 ambayo nataka nikufunulia asubuhi ya leo. Ujue namna ambavyo unaweza kumtafuta Mungu. Nitamfuataje Mungu? Ujue namna ambavyo utamfuata Mungu. Nimesema kwamba jambo la kwanza ni kumfuata Mungu. Utajuaje kama unamfuata Mungu? Kuna mambo 5 unatakiwa uyajue. Ya kwamba haya yatanisaidia namna gani nitamfuata Mungu. Jambo la kwanza, kwa kujenga mahusiano naye. Unataka kumfuata Mungu, jenga mahusiano naye kwanza. Jenga mahusiano naye kwanza. Yule anayechumbia hawezi akafika akasema kwamba wewe nifuate twende nyumbani, nimekuoa tayari. Haiwezekani. Si unaelewa? Haiwezekani. Eti mama nilikuja tu kwako nikamwambia mama kuanzia leo nifuate wewe mke wangu. Haiwezekani. Ni struggle sana. Ni struggle sana. Kama mama nakupenda na kuangalia kwa mara 2 mara 3, ni struggle sana. Kwa nini? Unajua, jambo la kwanza, jenga mahusiano naye. Unaanza kidogo kidogo. Unaanza kidogo kidogo. Wewe Mungu ni mzuri sana. Mungu asante mno. Unajenga mahusiano naye kila siku. Jenga mahusiano na Mungu kila siku. Na unawezaje kuyajenga hayo mahusiano? Tajengaje mahusiano naye? Tajengaje mahusiano naye? Angalia, jambo la kwanza, tunajenga mahusiano na Mungu kwa kuomba.
Unapokuwa unapata muda wa kuomba, unajenga mahusiano na Mungu, unajenga mahusiano na Baba. Kwa hiyo kama unataka kumfuata Yesu, unataka kumfuata Mungu, basi jenga mahusiano yake kwa kuomba. Angalau unaomba mara kwa mara, unakuwa unaomba. Hivyo ndivyo tunavyojenga mahusiano na Mungu. Lakini jambo la pili ni kwa kulisoma neno. Unapokuwa unasoma neno la Mungu, unajenga mahusiano na yeye. Soma neno la Mungu mara kwa mara. Usiwe ni msomaji wa Biblia wakati wa ibada. Ndio maana wakati mwingine unajikuta kwamba tumesema kwamba Waefeso 5:1. Mimi nimesema tusome Waefeso 5:1, lakini kwa sababu wewe umeona kuna kampenyo, unaanza kusoma mpaka 10, unaacha kunisikiliza. Unakuta niko nafundisha hapa, wewe unazidi kutirika. Hayo unatakiwa uyafanye peke yako nyumbani. Mimi hapa nimekuja kufundisha. Nikisema tufungue Waefeso 5:1, soma hapo, ishia hapo. Unataka kuendelea, tafuta mahusiano binafsi na Baba. Sio, unaelewa? Angalia jambo lingine la tatu, kwa kumfanyia Mungu ibada. Unapofanya ibada, unajenga mahusiano na Mungu. Unapofanya na ibada, sio kwamba lazima tunie hapa kanisani. Unapokuwa nyumbani peke yako, unaomba, unasoma neno, unafanya ibada. Unaomba Mungu nakufanyia leo ibada. Nakufanyia leo ibada. Unapokuwa kazini kwako, unamfanyia Mungu ibada. Unajenga mahusiano naye. Ukijenga mahusiano naye, ndivyo unavyomfuata. Anajua huyu ananifuata, huyu anakuja. Kwa hiyo Mungu anaanza kukuona kwa mbali ukiwa unasogea, na kwa kadri unavyomsogelea Mungu, naye anazidi kusogea kwako. Usichoke. Ambaye anamfuata nani? Kwa maana Mungu yeye yupo. Yeye yupo jana, leo na milele. Yeye yupo. Tunazaliwa, tunamkuta, tunaondoka, tunafanyaje? Na tunaenda kuishi naye kule mbinguni. Yeye yupo. Sasa huyu amepata neema ya wokovu, ameokoka. Baada ya kuwa ameokoka, jambo la kwanza kwenye Waefeso 5:1 anasema mfuateni Mungu. Na ndio maana kama kanisa tunakuelekeza wewe umfuate Mungu, si ufuate kanisa, umfuate Mungu. Utajiwekea mzigo mkubwa kama wewe kazi yako ni kufuata kanisa. Wewe umeokoka kumfuata Mungu. Naeleweka wapendwa? Na umeokoka sio kumfuata mchungaji. Mimi mwenyewe mchungaji anamfuata Mungu. Umeokoka kumfuata Mungu. Usimfanye mchungaji kuwa Mungu. Sio, unaelewa? Angalia kinachotokea hapa. Huyu baada ya kupata neema ya wokovu, kinachokuja kutokea, anamfuata nani? Mungu. Kwa hiyo akianza kuomba, akasoma neno, akafanya ibada, Mungu anapata ishara hapo kwamba kuna mtoto ameanza kunifuata. Kuna mtoto ameanza kunifuata. Amemsikia kwenye neno, amemsikia kwenye kuomba, amemsikia kwenye ibada. Kuna mtoto anaweza kumfuata. Kwa hiyo Mungu anaamua, anamgeukia, anamwangalia, ni nani anayenifuata? Ni nani ambaye ananifuata? Angalia. Na kwa kuwa huyu anamfuata, unaona huyu anaweza kupiga hatua, mfuate. Huyu naye anamfuata. Anamfuata. Mwisho wa siku wanakutana. Ndio maana Yesu anasema njoni tusemezane, asema Bwana wa majeshi. Angalia, hawa watu wamekutana, wanaanza kusemezana. Huyu anaanza kumwambia Mungu ni na ABCD EFG HIJ KLM NOP QRS TUVWXYZ. Unaona, anaeleza tu. Kwa hiyo anabarikiwa. Kwa hiyo anamweleza A mpaka Z. Alafu Mungu naye anampa maelekezo kwenye A na kuongezea. Sio A italeta maana na kuwekea B inakuwa ba, na kuwekea B nyingine inakuwa. Kwa hiyo anza kutamka Baba. Huyu anaanza kufanya mambo ambayo alikuwa hayawezi. Kwa nini? Kwa sababu huyu amemwezesha kumpa nini cha kufanya. Ndio maana alikuwa hawezi kuongea na watu. Alikuwa hawezi kufundisha. Alikuwa hawezi kuombea watu. Alikuwa hawezi kufanya chochote. Unaona, ghafla anapata uwezesho. Amepata wapi? Baada ya kuwa amemkaribia huyu. Baada ya kuwa yuko karibu na Mungu.
Mungu anaanza kumpa maelekezo. Ambia hapo unakosea, hapo unafanya vizuri. Fanya hivi, fanya kile. Fanya kile. Sasa huyu anazidi kuinuka na Mungu anaanza kumtumia. Na hapa ndipo tunasema kwamba huyu anapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unajua kuna ubatizo wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Aliyebatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, unaona mambo yanaanza kutokea kwenye maisha yake. Yaani mtu anamna huwezi kumwambia kwamba atachelewa kanisani. Mtu anamna huwezi kumwambia kwamba ataacha kufanya huduma. Anajikuta anaanza ulishawahi kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ukasema maandiko yanasema kwamba utauhamisha mlima huu, utang'oka. Mlima unaweza kuong'oka ukiwa na imani. Ukatamani vitu vianze kuhama saa hiyo hiyo. Kila wewe moyo unataka umshuhudie, njoo okoke, njoo okoke. Hiyo ni level ambayo umebatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unakuwa na shauku ya kufanya mambo. Unakuwa na shauku ya kuomba. Unakuwa na shauku ya kuombea watu. Unakuwa na shauku ya kufanya miujiza. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amejifunua kwako. Haleluya. Amen. Makofi kwa ajili yao. Amen. Naomba tuendelee tena kidogo, mbele kidogo. Twende mbele kidogo tena. Wow. Tumemaliza la kwanza. Namba 2, nitamfuataje Mungu? Nitamfuataje? Kwa kutii maagizo yake. Tunamfuata Mungu kwa kutii maagizo aliyotuagiza. Ndipo tunaweza tukamfuata Mungu kwa kutii maagizo yake. Kwa kutii kila ambacho amekuagiza. Kuna maagizo mengi ambayo Mungu ameagiza mwanadamu yafanye. Kwa hiyo unapotii maagizo yake, ndivyo ambavyo unawezeshwa kumfuata Mungu. Ndivyo ambavyo unazidi kumsogelea Mungu. Ona maandiko yanavyosema. Ni kipengele cha kwanza. Fuata mafundisho yake. Fuata kile ambacho Mungu anakifundisha. Paulo aliwaambiaje? Aliwaambia, sikia kwa ni Wagalatia. Akawaambia hivi, atakaye kuja kuwafundisha mambo mengine tofauti na haya ambayo tumefundisha, hata toke mbinguni malaika wa Bwana, kataa. Kwa nini? Sasa hivi kuna mafundisho mengi ya uongo, yapo mengi yametapakaa. Wewe unatakiwa ufuate mafundisho ya Mungu peke yake, mafundisho ya Baba. Unaelewa? Mafundisho ya Mungu peke yake. Namba 2, kuishi maisha ya utakatifu. Tengeneza au hakikisha unaishi maisha matakatifu. Na unapoishi maisha matakatifu, Roho Mtakatifu ni mwaminifu, anakufanya ndani ya moyo wako. Anakuambia kabisa kwamba wewe uko vizuri. Wewe uko vizuri. Dhamiri yako inakushuhudia. Lakini kama una maisha matakatifu, dhamiri yako inakwambia. Yaani hata leo hii, hata sasa hivi tu. Tukisema kwamba jiuliza, Mungu akishuka sasa hivi na baki naondoka. Yaani Mungu akishuka amekuja kulichukua kanisa, utabaki au utaenda? Majibu, yani Mungu anakupa majibu ndani ya moyo wako kwamba wewe utaenda, lakini wewe utabaki. Kabisa kabisa. Maisha yako yamfanane Yesu. Maisha yako yamfanane Yesu. Maisha yako yamfanane Yesu. Na ndiyo maana jambo letu la 3, nitamfuataje Mungu? Tafuta kujua mapenzi yake. Namba 3, tafuta kujua mapenzi ya Mungu kwako ni yapi. Tafuta kujua mapenzi ya Mungu kwako ni yapi. Utamfuata Mungu kwa kuyajua mapenzi yake. Utamfuata Mungu ile namba 2 kwa kutii maagizo yake aliyokuagiza, kwa kutii maagizo yake. Kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia 1 pale. Nataka nikuonyeshe kitu hapo. Kumbukumbu la Torati 28:1. Kwa kutii maagizo yake. Ile namba 2 ile. Nilikuwa nimesahau hiyo point hapo. Kwa kutii maagizo yake. Kumbukumbu la Torati 28:1. Angalia. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, sio kwa uvivu. Sio kwa uvivu, kwa bidii. Angalia. Kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Kuna maagizo ambayo unaagizwa na Baba. Anakuagiza, nenda kashuhudie, ni agizo lake. Kawalete watu kwa Kristo, ni agizo lake.
Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, walete wengi waje kwake, ni maagizo yake. Utakapofanya bidii kumsikia Bwana anasema nini kwa bidii, na ukafuata maagizo yake anayokuagiza leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Maana yake ni nini hapa? Nisikilize, niangalie tu vizuri. Maana yake ni nini hapa? Jambo la kwanza, Mungu anakupa kazi ya kufanya, anakupa nini cha kufanya. Ukisha kifanya, anakuja na kuliwadi, anakupongeza, au anakupa mshahara, au anakupa thawabu kwa kile ulichokifanya. Angalia, utakapoisikia sauti ya Mungu wako kwa bidii na ukafanya maagizo yote anayokuagiza, maagizo yote ambayo anakuagiza kwa bidii, ukafanya yote, angalia, namba 2, ndipo kuna kitu kinaitwa ndipo. Ndipo ni baada ya kufanya, ndipo kinakuja. Kwa kama hujafanya hauwezi ukapata ndipo. Ndipo inakuja baada ya kufanya kitu. Utakapoyafanya haya yote, ndipo Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa. Kwa ukitaka kutukuzwa juu ya mataifa, lazima uwe ni mtiifu wa maagizo. Lazima umtii Baba, lazima utii kile ambacho anakufundisha na kuelekeza. Ndipo angalia, atakutukuza juu ya mataifa yote duniani. Namba 2, na baraka hizi zote zitakuinjilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wa baraka zinakufuata. Umeona? Okay, iko hivi. Mr. Isaac, njoo tena. Napenda sana kutoka kwa mfano ili uweze kuelewa. Iko hivi. Mimi nikifanya, sawa? Nikifanya yale ambayo Baba ameniagiza, nikayafuata, nikamfuata Mungu kwa yale ambayo ameniagiza, angalia, baraka zenyewe zinaanza kunifuata. Sio naanza kuomba tena baraka. Baraka zinafanyaje? Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kumfuata Mungu. Sawa? Mimi kazi yangu ni kumfuata Mungu, kile anachoniagiza. Mungu yuko mbele, namfuata Mungu. Hizi baraka zinakuja. Umeona? Mimi nikimfuata Mungu, baraka zinafanyaje? Zinakuja zenyewe. Nikimfuata Mungu, zinakuja. Nikienda kuwashuhudia watu, baraka zinakuja zenyewe. Nikienda kumtumikia Mungu, baraka zinakuja zenyewe. Yaani zinanifuata mimi. Unaona? Zinanifuata mimi. Kwa hiyo kwa maana nyingine, nguvu yangu kubwa ninaielekeza kwenye kumfuata. Sasa inakuwa ni kinyume. Nguvu zetu kubwa tunazielekeza kuzifuata baraka. Ndio maana wakati mwingine unaambiwa kwamba kuna maombi ya kutikisika. Leta 100,000 tutikise uchumi wako. Maombi ya kutikiswa. Ndio maana wakati mwingine, kwa sababu natumia nguvu kubwa kuzifuata baraka, unaambia kwamba hili ombi, ndugu yangu, bila kuwa na utakaso wa 100,000, 200,000, huwezi kutakasika. Toa sadaka 200,000, 300,000 upate utakaso. Kwa sababu unatumia nguvu kubwa. Unatumia akili yako nyingi hapa. Hautumii akili kumfuata Mungu. The more unavyomfuata Mungu, hizi baraka njoo zinakuja. Zenyewe zinanifuata tu. Ndio maana nikienda Karagwe ziko pamoja na mimi. Nikienda Kigoma zinakuja. Kwa mahali popote ninapoenda, zenyewe kazi yake ni kufuata. Zinanifuatilia nilipo. Nikienda Kisesa zinanifuatilia. Nikifungua biashara inaitika. Nikianzisha mradi inaitika. Kwa sababu kazi yake ni kunifuata. Mimi namfuata Bwana, zenyewe zinakuja automatic. Unaelewa wapendwa? Na ndio maana unaona kwamba unajiuliza, hivi mbona mimi nabarikiwa tu? Mbona mambo yanafunguka tu yenyewe? Kuna nguvu ambayo unaitumia kumfuata Mungu. Zenyewe zinaamuliwa tu wewe. Ndio maana nasema kwamba zitakuijilia na kukupata. Kwa maana nyingine zinakutafuta mpaka zikupate. Zinakufuatilia. Nasema kuna mtu mmoja ni Michael, anamtafuta Bwana usiku na mchana. Anaomba, anashuhudia, anaita watu kwa Yesu. Angalia, baraka zinaanza kumtafuta. Huyu Michael yuko wapi? Zinamtafuta zenyewe. Changamoto yetu, tunazitafuta baraka.
Si unaelewa? Ndio changamoto ambayo tumekumbana nayo kwenye kizazi cha leo. Lakini kiuhalisia, unapomtafuta Baba, unaponyenyekea mbele za Bwana, zenyewe ndizo zinakutafuta. Mbingu na ziamuru zije, mbingu na zilazimisha zije, hata kama zilikuwa zitaki zinakuja. Kwa nini? Kwa sababu wewe umemfuata Baba. Oh, haleluya! Bwana tusaidie sana. Yeah. Huwezi kutishwa na mtu anakuambia kwamba toa sadaka kutikiswa. Yeah. Huwezi kutishwa na mtu anakuambia kwamba si fanya hiki na hiki. Huwezi kutikisika. Unajua nini unatakiwa ukifanya? Ni kuisikia sauti ya Baba. Ni kuisikia sauti ya Bwana. Yeah. Huwezi kuanza kuambia kwamba hii familia yako Bwana toa sadaka ya ukombozi. Hii damu ya Yesu ifanya nini? Unamwambia kwa hii damu ya Yesu ifanya nini? Mimi nitoe sadaka ya ukombozi mimi. Na itoa wapi hiyo sadaka ya ukombozi? Damu ya Yesu ilifanya nini? Damu ya Yesu ilikuja kunikomboa. Wewe kazi yako ni kuiomba damu ya Yesu ingie kwenye nyumba yangu ilete ukombozi. Yeah. Ninaona hapa hii nyumba imetekwa. Kuna nguvu za giza zimetanda hapa. Unaona nini? Unajua kipofu akimunguza kipofu wote wanaangua kule. Anayekwambia naona haone, wenye huoni, mnajikuta wote mko pale pale. Yeah. Tunaona msalaba. Tunaona nguvu za Bwana. Tunaona sauti ya Bwana ikitusikizisha na kutuambia nini kinatakiwa kifanyike. Si unaelewa? Usitapeliwe kwa sababu tu ya kukosa ufahamu. Na niko hapa kukupa ufahamu asubuhi ya leo. Uelewe nguvu ya msalaba. Uelewe nini ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha yako. Maandiko yanasemaje? Alisema kwamba nimewapeni bure, toeni bure. Sasa wewe unaweza kuniambia kwamba haleluya. Angalia namba 3. Angalia namba 3. Angalia. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Baada ya kufanyaje? Kutii maagizo na kusikia sauti ya Bwana. Umeona? Mungu nilikuwa nafunza Ijumaa moja. Katika jina la Yesu umesema kwenye Kumbukumbu la Torati 28 lile fungu la 3, nitabarikiwa mjini. Niko mjini Bwana, nibariki mjini. Wewe sikia kwanza sauti na uitie sauti, ndipo haya maombi hayawezi akakupa matokeo. Hayawezi akakutoa. Mungu nimelima mashamba ya 5. Ulisema utabariki mashambani. Niko hapa mashambani na magambuti nimeweka. Mungu achilia mpenye nivune mengi. Wewe utakapoisikia sauti ya Bwana kwa bidii na kutii maagizo, huhitaji kuomba hiki kitu. Kinakuja kinakutafuta chenyewe. Huyu jamaa ameenda wapi? Ameenda shambani. Ameenda kulima matikiti maji. Okay. Yeah. Weka matikiti maji makubwa. Halafu yale matamu. Sio mapooza. Matamu. Yeah. Halafu wanamuisha wateja kutoka mjini wanakuja na gari. Unauza matikiti maji bado hayajaiva. Subiri kidogo. Yanakuja, yakiiva tunaona wateja wanakuja. Weka ni imagine kwamba una biashara, umetenga hapo biashara yako. Tuseme labda samani watu wa maua mnisamee tu kidogo, ni mfano tu. Sawa, msichukie. Sawa Majuma, ni maua msichukie. Ni mfano tu. Msemo kasema mchungaji ametoa mfano kwenye maua yangu yetu. Ni mfano tu, sawa? Yeah. Ni mfano tu. Oh, haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Yeah, ni mfano tu. Msukuma, njoo. Ni mfano tu. Yeah. Nataka uone kitu hapa. Dr. Peter, njoo. Yeah. Njoo na kiti, chukua viwili pale. Ni mfano tu, uone kitu ambacho kinafanyika hapa. Yeah. Uone kitu ambacho kinafanyika hapa. Kaa. Oh, haleluya. Usiangushe maua ya watu. Taleta kiti. Kaa. Leta kiti kingine pale. Kaa tu hapa, kaa. Yeah. Angalia mfano kwa makini sana. Yeah, nawe kaa. Yeah. Kaa. Hao jamaa wako gengeni wanauza. Sawa? Waongelea wanafanyaje? Wamepeleka bidhaa sokoni. Sawa? Na umetoka kanisani umeomba Bwana kwenye ile Kumbukumbu la Torati 28, ametoka nyumbani ameomba. Umesema utabariki mjini biashara yangu. Lakini masharti na vigezo hazingatii.
hamtafuti Mungu kwa bidii, haombi, asome neno, afanye chochote. Angalia kinachokuja kutokea. Angalia kinachokuja kutokea. Anakuja mtu tu. Anafika hapa, nyanya shilingi ngapi hizi? 500. Anaangalia, 500. Yaani saa hiyo Roho Mungu anamwambia huyo usimpe hela yako. Nenda. Anashurutishwa saa hiyo. Anaenda. Si unaelewa? Anaenda. Huyo nyanya shilingi ngapi? 500. Anaanza, yaani kitendo cha nyanya shilingi ngapi? 500. Aisee, nyanya ni nzuri. Aisee, hebu nifungie hapo mafungu 5. Roho Mtakatifu saa hiyo anamshurutisha. Kwa nini? Baraka zitamfuata. Umeona? Baraka zinamtafuta. Kwa hiyo hapo saa hiyo unajikuta kwamba yeye huyo anauza. Angalia wewe ataanza kumwangalia kijicho. Nyanya ni zile. Kwa jamani, hana wasi anafanana? Si anafanana? Nyanya ni zile. Eneo ni lile. Angalia. Anaanza kwamba mbona jamaa anauza sana huyu? Yeye anauza sana huyu. Anasema huyu jamaa anatumia dawa. Na yeye huyu jamaa kesho yake anaenda kwenye dawa. Na mimi nikatafuta dawa. Anaweka tena pale. Akiweka pale, ndugu yangu, hebu angalia. Nakwambia anaanza kusema kale jamaa ni kachawi. Wewe biashara yako sio ya kwenda na kushikwa na kuachwa. Haiwezekani. Yaani umefungua biashara yako, anakuja anashika. Baada hapo utakuja kesho. Haiwezekani. Sio kuja kesho. Niwe kuwafundisha ndio sasa hiyo bwana, zile baraka sasa, hebu mwambie huyu nazitaka hiyo hela, mwambie huyu. Nenda fungu la pili uone. Kuna watu hawajaelewa hapa. Nenda fungu la pili uone hapa. Mwambie huyu. Tumeokoka kuleta matokeo. Mwambie mwanzo usizubae. Angalia, na baraka hizi zote zitakuijilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Na baraka hizi. Nenda anza moja pale wewe. Itakuta kama usikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake ni kuagizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa. Hapa ndipo mahali Bwana anaanza kutukuza biashara yako. Ni biashara kidogo lakini unaona inanyanyuka. Sasa yaani ili auze huyu jamaa mpaka huyu amalize. Ndio wanaanza alikuwepo hapa ameenda. Ndio maana wakati mwingine unajikuta kwamba sema basi narudi hata kesho, nina nyanya 2 3 naunga, tunarudi kesho. Yuko radhi aje mpaka kesho. Kana imagine kuna mteja mmoja mama ni mteja wake wa siku nyingi. Yaani anaweza kuja kununua anauza dawa za 2,000 au za 3,000, akatoa nauli 10,000. Anakaa mbali. Alafu anasemaje, hizi dawa ndo waza niniponyesha. Yaani kinua zingine siponi. Hizi ndo zinaniponyesha hizi. Yaani anafunga safari na pikipiki. Ameacha maduka mengi mno. Dawa za 2,000 na ule 10,000. Lakini kama hutasikia, ukifanya uzembe, tunakwambia njoo kwenye ibada hutaki. Tufunge na kuomba, tumbo linaunguruma. Ili tufanyeje? Wewe hutaki. Ngoja, ile yataanza kuunguruma kwenye biashara, yatadoda. Wewe mwenyewe utabaki yeye yatadoda, utabaki unashangaa mwenyewe. Kwa sababu gani? Hii ni kanuni kwamba ni lazima usikie na utende maagizo. Ndipo sema ndipo. Angalia, mambo yanaanza kufunguka. Ndipo mambo yanaanza kufunguka. Unaelewa pendo? Ndipo mambo yanaanza kufunguka. Mungu awabariki sana, makofi kwa. Hallelujah. Rudisha maua ya watu tafadhali. Naomba tuendelee tena. Namba 3 nimesema tafuta kujua mapenzi ya Mungu. Hasa hapo ukiangalia kuna baraka nyingi sana ambazo zimeorodheshwa hapo. Sasa sitaki kuzungumza zote. Lakini nataka nikupe msingi kwamba lazima usikie, ufanye, utii. Halafu baada hapo uone Mungu anavyoanza kutenda. Angalia namba 3. Tafuta kujua mapenzi ya Mungu. Tafuta kujua mapenzi. Tafuta ushauri wa Mungu. Tafuta kushauriwa na Mungu. Mungu ndiye awe mshauri wako, mshauri wa biashara yako, mshauri wa ndoa yako, mshauri wa kazi yako, awe mshauri. Na ukishamwambia Mungu naomba uwe mshauri wangu,
atakuinulia washauri wazuri, atakuletea watu wazuri watakao kushauri kwenye biashara, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako. Kwa nini? Kwa sababu umemtegemea yeye. Kwa hiyo yeye anamwagiza mtu sahihi kwako. Maandiko yanasema amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu. Wewe mtegemee Mungu. Mungu akiamua yeye mwenyewe atamleta mwanadamu, atakushauri. Angalia, tumaini wakati wa Mungu. Jifunze kutumainia wakati wa Mungu, kwamba naongojea wakati wa Mungu. Hana hakukata tamaa alipokuwa katika hali ya utasa. Alimtumaini Mungu kwamba atafungua tumbo lake. Alikaa muda. Ibrahimu hakukata tamaa, alitumainia kwamba Sara atapata mtoto, mke wake atajifungua. Alimtumainia Mungu. Kwa hiyo unapomtumainia Mungu, wakati wa Mungu ukifika, unaona Mungu anaanza kukuinua, unaona Mungu anaanza kukubariki, unaona Mungu anaanza kufanya vitu kwenye maisha yako, vinaanza kufunguka vyenyewe. Mtumaini Mungu. Lakini namba 3, sikiliza amani ya moyo wako inakwambia nini. Amani ya moyo wako wakati mwingine Mungu anasema na moyo wako. Amani ya moyo wako inakwambia nini? Ona, anaanza kuambia kwamba hiyo biashara usiifungue. Una mtaji, una kila kitu. Lakini kwa sababu amani ya moyo Mungu amekukataza, ukifungua pale umeenda kupoteza hela yako. Amani ya moyo inakwambiaje? Isikilize. Hiyo itakupa faida. Itakupa faida. Bwana tusaidie sana. Hiyo ilikuwa namba 3. Namba 4. Stawisha maisha ya imani na huduma. Stawisha, hakikisha kwamba imani yako inazidi kustawi. Na hiyo kustawi ni kuzidi kukua na kuongezeka. Na huduma ambayo Mungu amekupa inazidi kukua na kuongezeka. Stawisha imani yako na huduma yako. Una huduma ya kuombea watu, una huduma ya kuwasaidia watu, kila huduma ambayo Mungu amekupa stawisha. Hakikisha inastawi, inakuwa, inaongezeka. Angalia, tafuta stawisha. Namba 4, stawisha. Stawisha maisha ya imani na huduma. Oh, haleluya. Okay. Kwenye kustawisha kuna mambo 4 ambayo natamani uyaweke kwa chini yake. Kwenye kustawisha kuna mambo 4. Namba moja, kuwa na imani katika upendo wa nguvu za Mungu. Kuwa na imani katika upendo wa nguvu za Mungu. Imani yako ijengee kwenye upendo wa Mungu. Kwa maana hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo Mungu alitupenda. Imani yako ikujengee kwa Mungu. Mungu ni pendo. Hata kama kuna mambo hajafanya, lakini utambue kwenye ufahamu kwamba huyu Mungu ni upendo. Jenga imani yake kwa Mungu kwamba Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Lakini hii inakupa kuwa na uwezo wa kuongezeka na kukua. Unaongezeka na kukua ukitumaini upendo kwamba Mungu ni pendo. Bwana tusaidie sana. Lakini namba 2 kwenye kustawisha hapo, onyesha fadhili na huruma. Kwenye kustawisha, vitu ambavyo vinakusaidia uweze kustawisha imani yako na huduma. Nimesema jenga imani yako kwa Mungu kwamba ni pendo. Sawa Jenga imani yako, Mungu ni pendo. Hiyo itakufanya huduma istawi, itakufanya imani yako istawi. Ukijenga imani ya kwamba Mungu ni pendo. Lakini utakapojenga imani nyingine, utakapojenga kitu kingine au kistawishi kingine, ni onyesha fadhili na huruma. Onyesha fadhili na huruma. Kuna swali lilibuka kwenye Bible study wakati tunamalizia kwenye ile Zaburi 115, Zaburi 115 kuanzia 1 mpaka 5 kama sijasahau. Angalia, onyesha fadhili na huruma. Panua upendo na ufahamu kwa wengine. Panua upendo wako na ufahamu kwa wengine. Kama ulikuwa unajipenda wewe, anza kuwapenda wengine. Panua. Hicho ni kistawishi kitakacho kuwezesha imani yako ikue, lakini pia huduma yako ikue. Panua upendo kwa watu wengine. Panua upendo kwa watu wengine. Utakapopanua upendo kwa watu wengine, ukaanza kuwapenda, ukaanza kuwajali, moja kwa moja ni kistawishi mojawapo cha wewe kunyanyuka kiimani. Lakini angalia, unapopanua ufahamu wako kwa wengine, ukionyesha upendo wa Mungu kwa matendo, sio kwa maneno, kwa matendo. Waonyesha watu upendo wa Kristo kwa matendo, kwamba Mungu anakupenda, lakini kwa matendo. Sio Mungu anakupenda amekuja kuazima nyanya moja,
unamwambia nitolee mbovu hapa. Haiwezekani. Haiwezekani. Yeah. Haiwezekani. Onyesha upendo. Panua upendo kwa watu wengine. Hicho ni kistawishi moja wapo. Jambo lingine la 4 kwenye kistawishi kingine cha 4. Watumikie wengine. Jifunze kuwatumikia wengine. Usipende kutumikiwa, jifunze kuwatumikia na wengine. Kuna watu wanajifanya ni mabwanana kwenye historia sikumbuki ilikuwa, lakini kuna kitu kama mabwanana. Mabwenyenye. Asante sana. Mabwenyenye. Asante sana mwalimu kwa kunikumbusha. Umeona? Wale mabwenyenye wale zamani hapakuwa na magari. Kwa hiyo walitengeza magari ya watu. Yaani mtu anashika huku, mwingine huku, mwingine kule. Kwa hiyo yeye anapanda juu. Yeye kazi yake ni kutembea. Yeye yuko juu. Anapewa maji kule, chakula kule, yuko juu huko. Sasa wale wanapenda kutumikiwa. Lakini wewe penda kuwatumikia wengine, usipende kutumikiwa. Usiwe mabwenyenye. Mwambie mwenzako usiwe bwenyenye, maana ni mmoja. Usiwe bwenyenye. Mwambie usimuogope. Mwambie usiwe bwenyenye. Amboke anaogopa kumwambia mtoto wake. Okay. Usiwe bwenyenye. Unaelewa? Usiwe bwenyenye. Kwa hiyo lazima tumia talanta na karama zako kuwahudumia na kuwabariki wale walio karibu nawe. Kile ambacho Mungu amekubarikia, talanta maana yake ni kile ambacho Mungu amekuwezesha kuwa nacho. Unaweza jambo fulani, saidia watu. Tunawahasibu hapa waliwasaidia watu kutengeneza nini? Tini namba. Sio maana mambo ya kibiashara unahangaika. Kuna wahasibu wako hapa wamewasaidia watu tini namba bure na kuwaprintia zile certificate. Umeona? Kwa hiyo lazima utumie talanta yako wewe na wengine waweze kufaidika, na wengine waweze kunufaika, hasa watu wa nyumbani mwa Bwana. Tumia talanta yako. Bwana tusaidie sana. Jambo la 4 kwenye kustawisha, na nafikiri itakuwa la mwisho kwa sababu muda unazidi kwenda. Shirikisha imani yako. Ukitaka imani yako istawi, huduma yako istawi, jifunze kushirikisha imani yako. Angalia, shiriki habari njema za upendo wa Mungu na wengine, ukiwatia moyo kutafuta uhusiano naye. Watie moyo waweze kuwa na mahusiano na Mungu. Shirikisha imani yako, watu wajue umeokoka. Shirikisha imani yako, watu wamfuate Mungu. Shirikisha imani yako, watu waokoke. Ndivyo tunavyoshirikisha imani, na hiyo inasaidia huduma au imani ulio nayo inazidi kuongezeka. Ndio maana wakati mwingine unapitia changamoto kwa sababu imani yako imeongezeka, ni kubwa, ni nzuri. Unasinzia usingizi mzuri. Hata pressure ishuki. Hivi unajua kuna watu tu kwa sababu ya mawazo mengi anapigwa na pressure anakufa. Lakini ukishakuwa na imani yako ikishakuwa ni kubwa, imani yako imestawi, ndio saa hiyo unapata mafunuo. Hata hili itapita kama lile lililopita. Unakuwa na amani. Unasema hata hapa nitapita. Maandiko yanasema nijapopita kwenye uvuli wa mauti, gongo lako na fimbo yako vitaniongoza. Nijapopita kwenye maji mengi, sitagarikishwa. Hiyo ni kwa sababu imani yako imestawi. Ndugu yangu, kama imani yako haijastawi, utagarikishwa tu. Ndio sasa unaanza kusema, Maika na kufungulia ile andiko, ujapopita kwenye maji mengi hautagarikishwa. Anamtia moyo Alisia. Hapo uko kwenye maji mengi, lakini kuwa na imani ya kwamba hautagarikishwa. Alisia ananyanyua kinywa chake anasema hivi, Michael, wewe hujui. Haya sio maji mengi, haya ni maji ya kina. Wewe hujui tu. Unaanza kumwambia, walisema Waswahili, kitanda unachokilalia huwezi kujua kunguni wake. Unaanza kumwambia misemo. Unaanza kumwambia tena msemo gani? Unaendana na huo. Usiojua sasa na usiku wa giza. Wewe uko gizani,
Hujui. Sio hizo sasa na usiku wa giza. Laiti ungejua usingeniambia. Na laiti likikupata. Laiti likikupata. Wao wana msemo mmoja. Wana msemo mmoja wanasema kalikuyundi. Kalikuyundi. Wakimaanisha hivi kwamba yani lile jambo ambalo liko kwa mwenzako wewe huwezi kulielewa vizuri. Huwezi kuelewa vizuri. Kwa hiyo unakuta muda mtu anatikiswa na hangaishwa, wewe unasema Bwana anakutia moyo, ujapopita kwenye maji mengi, Bwana yuko pamoja na wewe. Hata kugarikisha, unasema Michael ujui, nyamaza kimya. Na muda huo anasema ujui, nyamaza kimya, machozi yanatiririka mpaka chini. Machozi yanatiririka. Wewe vipi, mbona unalia? Sema hivi niko nalia. Anafanya wanakutana na machozi. Hajijui. Moyo umeshaumia. Lakini imani yako inapokuwa imestawi, imani yako inapokuwa imestawishwa, hata kama unapita kwenye jambo zito, unaona Mungu anakupa tenzi, Mungu anakupa imani, Mungu anakupa uvuvio wa nguvu. Tunaelewana wapendwa? Ndio sasa hiyo unatoka kwenye zile nyimbo za uko wapi Baba, uko wapi? Uko wapi Baba, uko wapi? Sio naelewa. Wimbo gani mwingine tena? Simu nisaidie. Majaribu. Majaribu yamekuwa sehemu ya maisha. Haiko ujui. Yamekuwa sehemu ya maisha yangu. Haiko ujui. Yamekuwa sehemu ya maisha yangu. Hujui Michael. Ndio maana unasema ni kwa sababu imani yake haijastawishwa. Wimbo mwingine? Na? Zimeisha? Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Hata kufa huyo. Hata kufa. Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Akiangalia madripu yamejaa, anasema Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Yesu nimalize mwendo salama. Ndio sasa anaita ndugu na jamaa. Anasema jamani, lile shamba lile msije mkaliuza. Alafu ile nyumba muiuze mgawane hivi. Anaanza kugawa urithi. Anaanza kuambia watu. Nakumbuka siku moja tulikuwa na mama sehemu fulani. Tukapigiwa simu, kulikuwa na mgonjwa. Yuko mahututi kweli. Mahututi sana. Sasa ameshikwa ghafla. Unajua alichokuja kukifanya ni nini? Alianza leta begi langu, begi likaja. I say hii ni kadi ya NMB, password zake ni hizi hapa. Hii ni SBB. Anaanza kutoa password. Mama huyo hapa shahidi. Ambaye anashika na anaandika wasisahau. Wale ndugu zake wanamuuliza tena ule kwenye mpesa pini yake. Iko wapi pini yake? Umeona ni hatua imefika kwamba anaona anazama. Lakini imani kistawishwa inakwambia ujapopita kwenye maji mengi ni utagarikishwa, utanyanyuka tena. Ujapopita kwenye uvuli wa mauti utakufa, utaishi tena. Hiyo lazima iwe imestawishwa, na haistawishi kwa namna ya kawaida. Lazima ufuatilie hayo mambo manne ambayo nimekuambia. Lazima uyaishi hayo mambo manne. Utajikuta imani yako inastawi. Ndio sasa yuko kwenye changamoto, wakipima pressure wanakuambia pressure iko normal. Iko normal. Unawaza mpaka unasikia mishipa hii inaongezeka. Yaani ilikuwa ionekani inaongezeka. Hii mishipa inaanza kuongezeka. Alafu unaanza kusema ni kama vile watu wanaongelea kwenye kichwa changu. Kama vile watu wanaongelea kwenye kichwa changu. Yaani unakuta kichwa kinaanza kugonga, ni kizito. Kichwa kizito. Ni kwa nini? Imani haijastawishwa. Mungu astawishe imani yako katika jina la Yesu. Mungu akupe imani iliyostawi. Astawishe huduma yako, utashinda. Na utaona kila jaribu linalokuja unaona naliweza. Kila mlima unaokuja unaona unaweza. Kwa nini? Kwa sababu yupo anayekuwezesha. Hapo mama fulani, wewe mbona uhangaiki sana? Unamwambia yupo anayenihangaikia. Ndio maana mimi sihangaiki. Alishahangaika, alishatabishwa. Ndio maana mimi sioni taabu. Na unaona mwisho wa siku mambo yanasonga mbele. Sema Bwana Yesu, asante kwa neno hili.
ninakushukuru sana. Naomba ustawishe kiwango changu cha imani ili niweze kuhimili majaribu ya hii dunia, ili niweze kuhimili vitisho vya ulimwengu huu. Katika jina la Yesu, stawisha imani yangu e Bwana. Stawisha imani yangu e Bwana. Ninapopita kwenye maji mengi, Bwana niwezeshe kutoka. Nipe imani ya kutoka. Nipe ujasiri wa kutoka. Nisema kama kina Meshaki, Shadraka, kina Abednego walivyosema ya kwamba tunavyoingia kwenye moto, Mungu atatuokoa. Mungu atatuokoa. Mungu atatuokoa. Nami e Bwana, nina imani ya kwamba utaniokoa katika jina la Yesu. Utaniokoa kwenye moto. Utaniokoa kwenye ya maji. Utaniokoa kwenye hili teso. Wala teso sio sehemu ya maisha yangu. Mateso sio sehemu ya familia yangu. Mateso sio sehemu ya familia yangu. Mateso sio sehemu ya maisha yangu. Katika jina la Yesu, ninakataa kuishi kwenye kongwa la mateso. Ninakataa kuishi kwenye kongwa la mateso. Najinyasua kwa jina la Yesu. Natoka kwenye huo mstari. Natoka kwenye hilo gereza. Natoka kwenye hilo gereza la mateso. Katika jina la Yesu. Amen. Ndiyo maana Paulo na Sila walipokuwa wako gerezani, hawakuanza kulia na kuomboleza. Walimsifu na kumwabudu Bwana. Na watunzi wakapata wimbo, Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Waliomba, walisifu, milango ikafanyeje? Maandiko yanasema ya kwamba walipoanza kusifu na kuomba, ile milango kwanza gereza likatikisika. Likatikisika. Nasema mambo yanaanza kutokea. Ghafla mlango wenyewe ukatokea hivi. Mungu akufungulie mlango katika jina la Yesu. Mungu akufungulie mlango katika jina la Yesu. Mungu akufungulie mlango katika jina la Yesu. Mungu asababishe njia katikati ya bahari. Mungu asababishe njia katikati ya moto. Mungu asababishe njia katikati ya maji ili uweze kusonga mbele. Mshangilie Bwana asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Haleluya. Amen.